Salamu zetu za dhati zipate kuwafikia ni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huko tukitumaini ya kwamba mko salama salimini, na basi tunawakaribisheni popote mlipo kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao yanazidi kutengeneza vitu vya habari katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia hali ya usalama inayoendelea katika mashariki mwa nchi hiyo. Harakati ama movement za kijeshi zinazotajwa kuwa za kutia wasiwasi zimeripotiwa leo Jumatano tarehe 13 Mei mwaka 2026 katika maeneo kadhaa ya kimkakati ya Kivu Kusini kufuatia kuondoka kwa sehemu ya wanajeshi wa Rwanda kutoka pleni ya Ruzizi, kulingana na vyanzo mbalimbali vya ndani vinavyofanana. Kwa mujibu wa taarifa hizo, vikosi husika vinaaminika kutumia njia mbili kuu. Kwa upande mmoja, misururu kadhaa ya wanajeshi imeonekana katika vilima vya Rurambo ikielekea kwenye nyanda za juu za wilaya ya Uvira na Mwenga. Kwa upande mwingine, harakati kama hizo zimeripotiwa kwenye njia inayoelekea Kaziba katika wilaya ya Walungu. Katika maeneo ya pembezoni mwa Kaziba, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwepo kwa ujio mkubwa wa wanajeshi hao wenye silaha wanaoelekea moja kwa moja kwenye maeneo ya milima ya juu ya Mwenga na Uvira, hali inayodokeza kuimarika kwa uwepo wao katika maeneo hayo ya kimkakati. Aidha, harakati nyingine zimeripotiwa katika wilaya ya Kabare, hasa katika mji wa Miti, ambapo misururu ya wanajeshi wenye silaha nzito imeonekana. Inasemekana pia walikuwa wakisafirisha vifaa vya kijeshi na mizigo mingine, jambo linaloashiria upangaji upya wa vikosi kwa ajili ya operesheni zijazo. Kwa mujibu wa wachambuzi wa ndani, harakati hizi zinaweza kuonyesha mabadiliko ya mkakati wa kijeshi. Inaaminika kuwa lengo ni kuepuka kukusanyika kwa vikosi pinzani, hususan vya FARDC na makundi ya wazalendo katika uwanda wa Ruzizi, huku wakifungua njia mpya za operesheni kuelekea Mwenga, Bunyakiri na kwa muda mrefu zaidi Muhimili ama akse ya Walikale na Kisangani. Vyanzo vya kiusalama pia vinaeleza kuwa kuna kuimarishwa kwa nafasi za kijeshi katika eneo la Chivanga pamoja na uwezekano wa kusonga mbele kuelekea mji wa Bunyakiri. Hali hii inaweza kulenga kupanua eneo la ushawishi na kuzunguka mifumo ya ulinzi uliyopo. Kutokana na hali hiyo, wito wa tahadhari umetolewa hasa kwa vikosi vinavyofanya operesheni katika Muhimili wa Kahuzi-Biega vinavyoonekana kuwa katika hatari ya kukumbana na harakati hizi mpya za wasi hao. Maendeleo haya yanajiri katika mazingira ambayo tayari ni tete kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mabadiliko ya hali ya kijeshi hutokea mara kwa mara na vigumu kutabirika. Tukisalia huko mkoani Kivu Kusini, taarifa zinazofanana kutoka Lomera, kijiji kilichoko katika grupema ya Luhihi wilayani Kabare, zinaeleza kuwepo kwa madai mazito ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika eneo la uchimbaji madini ambalo kwa sasa halifikiwi na raia. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani vilivyowasiliana hivi karibuni, baadhi ya raia waliodaiwa kujaribu kufika kwa siri katika eneo hilo la mgodi linalochukuliwa na wakazi wengi kama njia yao kuu ya kujikimu kimaisha, wanaripotiwa kukumbana na vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kufanywa na wapiganaji wa muungano wa AFC M23 wanaosemekana kulidhibiti eneo hilo. Kulingana na ushuhuda huo, baadhi ya raia hao waliuawa katika mazingira ya kikatili sana, ikiwemo kuzikwa wakiwa hai ndani ya mashimo ya uchimbaji wa kienyeji. Jamaa mmoja wa mwathiriwa aliyezungumza kwa sharti la kutokutajwa jina kwa sababu ya kiusalama, anataja kuwa takriban watu 40 wamepoteza maisha ama 40 personnes wamepoteza maisha katika siku za hivi karibuni. Wakati huo, familia kadhaa bado hazina taarifa za wapendwa wao na zinaendelea kuwatafuta kwa hofu na wasiwasi katika maeneo ya karibu na mgodi huo. Miongoni mwa waathiriwa wanaodaiwa kuwepo ni mwanaume wa takriban miaka 30 ama presque 30 anayejulikana kwa jina la Pascal. Kwa mujibu wa familia yake iliyochagua kubaki bila kutajwa majina yao, mwili wake ulipatikana, lakini wahasi walikataa kurudisha ili familia
iweze kufanya mazishi, jambo linaloongeza maumivu kwa ndugu zake. Vyanzo vingine vya ndani pia vinazungumzia matukio kama hayo yaliyotokea siku zilizopita, hali inayozidisha hofu kwamba idadi ya vifo inaweza kuwa kubwa zaidi ya inayoripotiwa kwa sasa. Licha ya hatari hizo, wakazi wanaoishi katika mazingira magumu ya kiuchumi wanaendelea kwenda kwa siri katika eneo hilo la mgodi licha ya marufuku iliyowekwa, wakihatarisha maisha yao. Madai haya yameibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii ya eneo hilo pamoja na wadau wa mashirika ya kiraia. Mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakionya mara kwa mara kuhusu hatari ya ukiukaji wa haki za raia katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa makundi ya wahasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yakitaka kufanyika kwa uchunguzi huru pamoja na kuchukuliwa kwa hatua za haraka ili kulinda raia. Na tujielekeze huko mkoani Kivu Kaskazini ambako hali bado ni tete katika kijiji cha Kipese kilichoko katika sheferia ya Baswaga wilayani Lubero. Licha ya kuondoka kwa sehemu ya wapiganaji wa M23, ingawa utulivu wa kiasi umeanza kuonekana tangu waondoke katika kijiji hicho, sehemu ya wananchi bado inaendelea kuwa na hofu kubwa kuhusu usalama wao kutokana na uwepo wa wahasi hao karibu na eneo hilo, takriban kilomita 10 kutoka Kipese. Kulingana na ushuhuda mbalimbali uliokusanywa eneo hilo, baadhi ya wapiganaji wa M23 wanadaiwa kuwepo upande wa kijiji cha Lubango kilichoko umbali wa takriban kilomita 17 kutoka Kipese. Ukaribu huo unaendelea kuzua hofu miongoni mwa wakazi ambao bado wanakumbuka mateso waliopitia wakati wa kipindi cha uvamizi. Baadhi yao wanaeleza kuwa wahasi hao waliweka sheria kali, ikiwa ni pamoja na kukataza kuwaangalia machoni wapiganaji wao, kitendo ambacho kingeweza kupelekea adhabu kali au hata kifo. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa mashirika ya kiraia wanatoa wito kwa mamlaka za Kongo kuongeza juhudi za kidiplomasia ili kuhakikisha wahasi wa M23 wanaondoka kabisa katika eneo hilo. Hata hivyo, wanatambua hatua zilizokwisha kufikiwa, wakizihusisha na juhudi za kidiplomasia zilizofanywa katika ngazi ya juu ya serikali ambazo zimesaidia kupunguza kasi ya kusonga mbele kwa wahasi na kurejesha kwa kiasi fulani mamlaka ya serikali kijijini Kipese. Pamoja na hayo, kurejea kwa mamlaka ya serikali bado ni kwa jina tu. Ofisi ya mwakilishi wa serikali imeharibiwa kabisa na kuporwa wakati wa uvamizi wa wahasi. Hivi sasa hakuna tena vifaa muhimu vya utawala vilivyobaki. Mwakilishi huyo wa serikali Paluku Kangitsi analazimika kutekeleza majukumu yake katika mazingira magumu akiwa na rasilimali chache sana. Katika muktadha huo, anatoa wito wa dharura kwa serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini kuingilia kati kwa kumpatia msaada wa vifaa na vyanzo muhimu ili kurejesha huduma za kiutawala katika eneo hilo. Kwa wakazi pamoja na viongozi wa eneo hilo, kurejeshwa kikamilifu kwa utawala wa serikali ni hatua muhimu katika kuhakikisha hali ya kawaida inarejea na kuwapa wananchi uhakika wa usalama wa kudumu. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.